Na mtazamaji, hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliokuandalia kwa siku ya leo. Mkurugenzi wa habari na taarifa kwa umma wa Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, John Mrema amesema Watanzania wasichukulie mzaha sera ya lishe kwa wote inayodaiwa na chama hicho. Ndege ya shirika la ndege la India iliyokuwa na zaidi ya watu 200 imeanguka muda mfupi baada ya kuanza safari kutoka uwanja wa ndege wa Ahmedabad magharibi mwa India. Na katika michezo, mashindano ya Umoja wa Michezo na Taaluma Tanzania kwa shule za msingi na sekondari yanaendelea katika viwanja vya Kichangani, Manispaa ya Iringa, huku timu mbalimbali zikiendelea kufanya vizuri. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo. Uko nami Esau Godwin. Mkurugenzi wa habari na taarifa kwa umma wa Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, John Mrema amesema Watanzania wasichukulie mzaha sera ya lishe kwa wote inayodaiwa na chama hicho. Mrema ameyasema hayo mkoani Tabora na kueleza kuwa sera hiyo inalenga kwenda kuondoa kodi zote zilizopo kwenye vyakula, huku ikihakikisha mazao ya kilimo yanapiganiwa kupata masoko na pembejeo ili Watanzania waweze kulima na kuuza. Rachel Mgala anasimulia zaidi undani wa taarifa hii. Ni mkutano wa hadhara uliofanyika mkoani Tabora ukihusisha uongozi wa Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA pamoja na wananchi. Katika mkutano, mkurugenzi wa habari na taarifa CHAUMMA, John Mrema, ameeleza kuwa kuelekea uchaguzi mkuu, sera ya lishe kwa wote itaingizwa kwenye ilani ya chama hicho. Tunasema nini? Tukiingia tutahakikisha kwanza tunakwenda kufuta kodi zote VAT kwenye vyakula, mafuta ya kula, unga, sukari, mchele wenyewe, ngano. Tunaondoa kodi ya 18% ya VAT ili bei ya chakula iweze kushuka, wananchi waweze kununua chakula. Pia Mrema ameongeza kwa kusema lishe ni kitu muhimu, kwani taifa lenye njaa haliwezi kuzalisha kwa sababu njaa inasababisha magonjwa nyemelezi. Lolote lenye njaa, watu wenye njaa kamwe hawawezi wakazalisha. Watu wenye njaa hawawezi kujenga uchumi kwa sababu wana njaa. Watu wenye njaa, maradhi nyemelezi yanakuwa sehemu ya maisha yao. Kuhusu ufufuaji wa miradi, mkurugenzi huyo wa habari na taarifa CHAUMMA amesema watafufua mradi wa kuzalisha mpunga kwa wingi na hatimaye kutokomeza ulaji wa mlo mmoja kwa wananchi. Mkoa wa Tabora, wilaya ya Igunga, mwaka 1985 Wajapani walifanya utafiti, wakaiandikia serikali kwamba lile bonde la Igunga lina uwezo wa kuzalisha mpunga wa kulisha Afrika Mashariki yote, Afrika ya Kati, na tukalisha nchi ya Japani mwaka 85. CHAUMMA tunasema tukiingia tutakwenda kufufua mradi huo, tuzalishe mpunga, ubwabwa upatikane kwa bei rahisi, wananchi waache kushinda njaa na kula mlo mmoja. Tunaposema lishe kwa wote inamaanisha kuwa umaskini na matatizo yatokanayo na ukosefu wa mlo kamili kama vile watoto kuwa na utapiamlo. Rachel Mgala, Dream Media habari. Na mtazamaji, huyo ni mwanahabari Rachel Mgala. Kwingineko, wakazi wa mtaa wa Tonye uliopo kata ya Ilomba jijini Mbeya wameiomba serikali kupitia mamlaka ya maji Mbeya kuwatatulia adha ya maji ambayo imekuwa ikiwakabili na kusababisha kutumia maji ya visima yasiyo salama.
Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wananchi hao wameeleza kwamba kufuatia changamoto hiyo wamekuwa wakinunua maji kwenye visima ama kwa watu wanauza kwenye madumu, ambapo dumu moja la lita 20 huuzwa shilingi 200 hadi 300, jambo ambalo limekuwa likirudisha nyuma jitihada za kupambana na maisha. Cloud Elias ndiye mwenye undani zaidi wa taarifa hii. Maji ni muhimu sana kwa binadamu na viumbe hai, na inapokosekana husababisha baadhi ya shughuli mbalimbali za kijamii kutofanyika. Hali hiyo imeendelea kuisukuma serikali kupitia Wizara ya Maji nchini kuendelea na jitihada za kuhakikisha kila mwananchi anatumia maji safi na salama. Pamoja na jitihada hizo, lakini bado kuna baadhi ya maeneo yanakabiliwa na changamoto ya maji, hali inayosababisha wananchi kupata adha. Baadhi ya wananchi wa mtaa wa Tonya, kata Ilomba, jijini Mbeya, wameiomba serikali kuweka mifumo mizuri ya upatikanaji wa maji katika mtaa huo ili kuondoa changamoto ya maji katika mtaa huo. Wakizungumza na Dream Media, wananchi hao wamesema kwa sasa wanalazimika kutumia maji ya kwenye madumu, huku wengine wakitumia maji ya visima ambayo si safi na salama kwa afya. Kwa kweli swala la maji mitaa yetu ni changamoto sana, hasa kwa sisi ambao tuko kwenye biashara zetu mitaani humo. Maji tunapata changamoto sana, tunahangaika sana sehemu za kuteta maji. Yaani ni vipindi tofauti tofauti. Mwingine anakuwa wiki, inaweza ikatoka siku 2, na mwingine utashangaa mwezi mzima. Neema Stantonini, afisa uhusiano kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya, amesema kwa sasa kuna mgao wa maji katika maeneo mengi jijini humo, huku akisema hali hiyo inatokana na uzalishaji mdogo wa maji kwenye visima. Hivi ratiba zao za mgao zipo vile kama zilivyokuwa mwanzo. Wanachotakiwa wateja kuhakikisha kwamba wanafuata zile ratiba zao za mgao basi. Mgao unatokana kama kuna changamoto ya maji, kama tunavyojua maji yanapungua kwenye vyanzo, mgao unatokea. Hivyo tunazalisha kulingana na kiasi tunachopata cha maji. Kuzingatia ratiba ya mgao wa maji na hata kuhifadhi maji ili kukabiliana na changamoto hiyo. Cloud Elias, Dream Media. Na mtazamaji, huyo ni mwanahabari Cloud Elias. Vijana wameaswa kufanya kazi kwa bidii na kuondokana na utegemezi usiofaa, kwani kwa kufanya hivyo kutawezesha kundi hilo kuondokana na changamoto ya kuingia kwenye makundi yasiyofaa kama vile ulevi na mambo mengine. Wito huo umetolewa na Bi Eva Moisakila, mkazi wa Ituha jijini Mbeya, ambaye ana zaidi ya miaka 30 ya kupiga vigelegele katika matukio mbalimbali kwa kulipwa na kumwezesha kusomesha watoto wake na kufanya mambo mengine ya maendeleo. Kwa kuangazia hilo, Resa Fares amekuwa na mazungumzo na Bi Eva. Kwanza amemuuliza alianza lini kazi ya kupiga vigelegele. Bi Eva, umesema umejiajiri kwa kupiga vigelegele katika matukio tofauti tofauti. Ni lini pengine kazi hii umeianza? Hii karama ya kupiga vigelegele nilipata kuanzia nikiwa mdogo. Nadhani niseme nimelithi kutoka kwa babangu. Babangu alikuwa anapiga sana vigelegele kwenye sherehe, kanisani. Alikuwa anapiga sana vigelegele. Tangu ulipoanza kazi hii ya kupiga vigelegele, jamii kuchukuliaje pale tu ulipoanza? Ila kuna mwingine unakuta anakubeza, wengine maana adui kwenye kipato uwezi ukawakosa. Mwingine anakuambia, yani kupiga vigelegele tu ndio nikulipe hela yote hiyo. Nakuta anabeza. Lakini sasa ukimwambia sasa piga wewe, nakuta anashindwa. Tunafahamu kila unachokianzisha huwa kinakuwa na faida. Kuanza kwako kwa kupiga vigelegele katika matukio hayo ambayo umeyaelezea, ni faida gani ambazo umezipata? Kumsaidia mume wangu kusomesha watoto, maana watoto wetu wamesoma shule, wengine wamesoma shule za kulipia. Nina watoto 4, wengine wamesoma vyuo, na nilikuwa namsaidia mume wangu kulipa ada kutokana na karama hii ya vigelegele. Kumekuwa na malalamiko mengi kwa vijana wakilalamikia kwa ajira ni ngumu, ajira hazipatikani. Neno lako ni lipi kwao? Wafanye kazi za kutumia nguvu zao. Hata Biblia inasema
ninawaandikia yenye vijana kwa sababu mna nguvu nyingi. Na mtazamaji, huyo ni Bi Eva Mwaisakila, bibi ambaye ametumia ubunifu na kipawa chake cha kupiga vigelegele na amekuwa akipata kazi mbalimbali ambazo zimewezesha mpaka sasa hivi kuendesha familia yake. Vipi wewe kijana ambaye umemaliza elimu ya juu lakini bado unang'ang'ana na vyeti vyako? Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazia taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Brown Tinda. Ndege ya shirika la ndege la India iliyokuwa na zaidi ya watu 200 imeanguka muda mfupi baada ya kuanza safari kutoka uwanja wa ndege wa Ahmedabad, magharibi mwa India, maafisa wamesema. Faizi Ahmed Kidwai, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya India, ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba ndege ya Air India A1171 ilianguka katika eneo la makazi linalofahamika Meghani Naiga dakika 5 baada ya kuanza safari mwendo wa saa 7 na dakika 38 siku ya leo. Amesema kuwa abiria 232 na wafanyakazi 12 walikuwa ndani ya ndege hiyo iliyokuwa ikielekea uwanja wa ndege wa London Gatwick nchini Uingereza. Ndege hiyo imeanguka katika eneo la makazi karibu na uwanja wa ndege wa Ahmedabad. Polisi wanasema ilianguka katika makazi ya madaktari, hali ambayo imelemaza shughuli ya uokoaji. Na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura juu ya azimio linalotaka kusitishwa mara moja kwa mapigano huko Gaza. Aidha, azimio hilo linataka kuachiliwa kwa mateka wote walioko mikononi mwa Hamas na kufunguliwa kwa mipaka yote ya Israeli ili kuruhusu usafirishaji wa chakula na misaada mingine inayohitajika. Wataalam na wanaharakati wa haki za binadamu wanasema njaa imeenea Gaza, huku takriban wa Palestina milioni 2 wakikabiliwa na hatari ya njaa iwapo Israeli haitaondoa vizuizi vyake na kusitisha kampeni ya kijeshi iliyoanza tena Machi baada ya kumalizika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamasi. Wiki iliyopita Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilikosa kupitisha azimio baada ya Marekani kutumia kura ya turufu kulizuia kwa madai kuwa halikuhusisha suala la kuachiliwa kwa mateka, huku wanachama wengine 14 wa baraza wakiunga mkono azimio hilo. Na mtazamaji, huyo ni Brown Tinda katika mkusanyiko wa habari za mataifa mbalimbali. Na katika michezo, mashindano ya Umoja wa Michezo na Taaluma Tanzania kwa shule za msingi na sekondari yanaendelea katika viwanja vya Kichangani, manispaa ya Iringa, huku timu mbalimbali zikiendelea kufanya vizuri. Huyu hapa Ramadhan Kasim akikuletea mkusanyiko wa habari mbalimbali za michezo. Katika michezo, mchezaji wa timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars Fatuma Isa amesema ana imani watakwenda kufanya vizuri katika mashindano ya Sekafa kwa upande wa wanawake yanayotarajiwa kuanza kesho katika uwanja wa Azam Complex jijini Dar es Salaam. Michuano hiyo ambayo inatarajiwa kuanza siku ya kesho itashuhudiwa timu ya taifa ya Uganda wakikutana dhidi ya timu ya taifa ya Burundi majira saa 10 kamili jioni, wakati timu ya taifa ya Sudan wao wakikutana na timu ya taifa ya Tanzania Twiga Stars majira saa 1 kamili usiku katika dimba la Azam Complex. Kwingineko, mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA yanaendelea kuchanja mbuga kule mkoani Iringa katika viwanja vya Kichangani, kata ya Kihesa, manispaa ya Iringa, ambapo leo timu ya mpira wa kikapu wa wasichana kutoka mkoani Geita imeendelea kufanya vizuri katika mashindano hayo. Katika mchezo wa kwanza uliochezwa asubuhi ya leo Juni 12 katika viwanja vya Kichangani, Geita ilichapa Manyara vikapu 32-7. Mchezo mwingine ulizikutanisha timu za mikoa ya Dar es Salaam na Mbeya, uliomalizika kwa Mbeya kukubali kipigo cha jumla ya vikapu 8-19. Kimataifa, ligi kuu soka nchini Algeria inaendelea usiku wa leo majira saa 5, ambapo CS Constantine wao watakaribisha CR Belouizdad, wakati JS Kabylie wanakipiga dhidi ya ES Setif, nao MC Alger watakuwa nyumbani kukaribisha ES Monster Ganem. NC Magra wao wamesafiri kuwafuata Paradu.
Na katika tetesi za usajili, klabu ya Chelsea wamemweka sokoni mlinda mlango wao raia wa Serbia George Petrovic, huku klabu kama Leeds wakiwa miongoni mwa klabu zinazomhitaji nyota huyo. Na kiungo wa Argentina anayekipiga kunako klabu ya River Plate Franco Mastantuono amekubali kujiunga na klabu ya Real Madrid ya pale nchini Hispania. Hizo ndizo habari za michezo na hii ni Dream Media. Na kabla ya kuhitimisha Dream habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliokuwa nayo kwa siku hii ya leo. Mkurugenzi wa habari na taarifa kwa umma wa chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA John Mrema amesema Watanzania wasichukulie mzaha sera ya lishe kwa wote inayodaiwa na chama hicho. Ndege ya shirika la ndege la India iliyokuwa na zaidi ya watu 200 imeanguka muda mfupi baada ya kuanza safari kutoka uwanja wa ndege wa Ahmedabad magharibi mwa India. Na katika michezo, mashindano ya Umoja wa Michezo na Taaluma Tanzania kwa shule za msingi na sekondari yanaendelea katika viwanja vya Kichangani Manispaa ya Iringa, huku timu mbalimbali zikiendelea kufanya vizuri. Na huo ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ, lakini pia kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwaheri.